Naam, habari ya wakati huu tena mpendwa mtazamaji, ninakukaribisha sana katika dakika 5 za siku hii ya leo tunapoendelea kuangazia maana ya uongozi katika maisha yetu. Mimi naitwa Mwalimu Godliven Maximilian Ngesi, na kama ndio mara ya kwanza unaingia katika channel hii, usiache kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata notification pindi tunapoweka video zetu mpya au taarifa mbalimbali. Katika kipindi cha juma hili tunaangazia ukweli mwingine wa muhimu ambao unatusaidia kufahamu maana ya uongozi katika maisha. Na juma lililopita tuliangazia uongozi ni tabia. Tukaona ya kwamba ili mtu aweze kufanikiwa katika uongozi wake lazima kwanza aanze yeye kuwa mtu sahihi na ndipo aweze kufanya vitu sahihi. Hiyo ni kanuni ya msingi sana ya kila kiongozi. Leo tunaangazia mwandishi mwingine. Huyu anaitwa Michael Youssef ambaye ni moja kati ya waandishi nguli wa masuala ya uongozi kutokea taifa lile la Misri. Yeye katika kitabu chake aliandika maneno yafuatayo kuhusiana na maana ya uongozi. Uongozi ni hali ya kuonyesha mvuto na kufanya lazima uwe na wafuasi. Kama huna wafuasi, wewe sio kiongozi. Wafuasi ni watu wanaokuamini na kutambua uongozi wako na kuweza kusema nataka kuwa kama wewe, nahitaji kujifunza kutoka kwako na nitakwenda popote unaponiongoza. Huyu ni Michael Youssef akifafanua maana ya uongozi. Anaeleza uongozi ni hali ya kuonyesha mvuto. Usisahau, juma lililopita tulisema uongozi ni tabia. Hapa Michael Youssef anatuambia uongozi ni mvuto. Leadership is influence. Haya mambo ni ya msingi ambayo tutajifunza kwa undani wake katika kipindi hiki. Mvuto, unawezaje kutambua mvuto wako? Unawezaje kusharpen mvuto wako ukawa ni mvuto bora, kwa sababu kuna mvuto ambao ni mzuri na kuna mvuto ambao sio mzuri. Na Michael Youssef anatuambia ya kwamba uongozi ni hali ya kuonyesha mvuto, hali ya kudhihirisha mvuto. Na mvuto unavyodhihirika, yeye anasema ndipo unaweza kuwa na wafuasi. Na kama huna wafuasi, basi wewe sio kiongozi. Sasa tunapata dhana ya pili hapa ya wafuasi. Kwa mujibu wa Michael Youssef, anafafanua maana ya wafuasi. Unajua, wafuasi ni tofauti na washabiki. Kuna wale ambao wewe unaweza ukawa ni kiongozi, wanakushabikia. Wanafahamika sana, wanaitwa machawa. Sasa machawa ni tofauti na wafuasi. Wafuasi ni watu wa aina gani? Michael Youssef anafafanua wafuasi kwa sifa zifuatazo. Anasema wafuasi ni watu wanaokuamini, watu wanaotambua uongozi wako, watu wanaoweza kusema nataka kuwa kama wewe, watu wanaosema nahitaji kujifunza kutoka kwako, watu wanaosema nitakwenda popote unaponiongoza. Hao ndio wafuasi. Watu ambao kwanza kabisa wanakuamini, they trust you. Wewe kama kiongozi wanakuamini. Lakini mbili, wanaamini kazi yako unayoifanya na wako tayari kukufuata kwa kile ambacho wewe umekidhihirisha kama kiongozi wao, na wanakuambia nataka kuwa kama wewe na nitakwenda popote unaponifuata. Hao ndio wafuasi. Ukiona watu wa aina hiyo, ujue hao ni wafuasi. Na wafuasi ni watu wazuri, maana kwanza wanaamini kazi yako, wanaamini mchango wa kazi yako, na wameona vitu vizuri ndani yako na wako tayari kukufuata, wako tayari kukusikiliza. Hao ndio wafuasi. Kwa hivyo kwa mujibu wa Michael Youssef, anakazia maeneo makubwa mawili ambayo yanafafanua maana ya uongozi. Moja, anasema ni mvuto. Uongozi ni hali ya kudhihirisha mvuto. Lakini mbili, uongozi ni kuwa na watu walio nyuma yako, wafuasi. Kama wewe una watu ambao wanakufuata, una watu wanaosema nataka kuwa kama wewe, una watu wanaosema nitaenda popote unaponiongoza, anasema wewe unapoteza muda, wewe bado hujawa kiongozi. Kiongozi yoyote lazima awe na kundi la watu nyuma yake ambao kwanza wanamwamini, wanaamini kazi yake na wako tayari kuongozwa na yeye, na wako tayari kuelekezwa popote anapotaka kuwaongoza, kuwapeleka, wao watakuwa tayari. Huyo ni Michael Youssef akifafanua maana ya uongozi. Ninakukaribisha tena katika juma lijalo tunapokuwa tukitafakari maana ya uongozi, tukiangazia maana hizi kutoka kwa waandishi hawa nguli
wa masuala ya uongozi. Una hoja yoyote, una swali lolote, una jambo ambalo unatamani tuweze kushare kwa pamoja, andika katika eneo la kuandikia ujumbe wako hapo, nasi tutaweza kujadiliana kwa pamoja, ili basi masomo haya ya uongozi yakatusaidie tukawe ni viongozi bora. Nashukuru sana. Mimi naitwa Mwalimu Godliven Maximilian Ngesi. Karibu hadi wakati mwingine tena katika kipindi hiki cha uongozi.